Bwana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Unaweza kusema kwamba wameanza kugombana wao kwa wao. Hapa anamaanisha rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa nchi Israel aitwaye Benjamin Netanyahu. Ikumbukwe tu ya kwamba siku ya jana Israeli alishambulia katika eneo zito la mafuta pale nchini Irani kiasi kwamba matatizo yakawa ni makubwa kweli kweli kwa nchi jirani na Iran ambazo zimeshambuliwa katika maeneo yao ya mafuta pia, kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump kimemuumiza kweli kweli, na kuamua kujitokeza kwa siku ya leo na kuzungumza maneno haya. Mimi na nukuu kabla sijakuwekea clip ya Trump, na nukuu sasa: nimeongea na Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, baada ya kushambulia eneo la gesi la Irani. Nimemwambia hapaswi kufanya hivyo na hatofanya hivyo tena. Lazima tushirikiane, maana hatukubaliana ana uhuru, ila akifanya kitu sikitaki na mkanya na hatofanya hivyo. Mwisho wa kunukuu. Umeona kitu ambacho hapa kimetokea. Huyu Israeli kapiga katika eneo la mafuta ya Iran, eneo la gesi, ambapo akaharibu miundombinu, kitu ambacho Iran akapata hasira na yeye akashambulia Katari kwenye mradi mkubwa sana wa Marekani wa gesi, kitu ambacho Marekani kimemshtua kweli kweli na kuona sasa hasara ambayo kaingia ni kubwa mno. Sababu ni nani? Sababu ni Israeli ambaye kashambulia katika eneo la gesi la Irani, ambapo eneo hilo la gesi la Irani limeleta balaa kweli kweli, mpaka nchi zingine ambazo zinashirikiana na Marekani maeneo yao ya gesi yanalipuliwa na Iran. Na ikumbuke tu ya kwamba hilo eneo la gesi ambalo liko pale katika nchi ya Iran limeshirikiana pia na Katari kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo ni mradi ambao moja kwa moja unaigusa Qatar, Iran, lakini pia Marekani kwa sababu ni mshirika wa Qatar na amewekeza pale katika nchi ya Qatar. Kwa maana hiyo wanadhoofika kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana eneo hilo lilipopigwa, moja kwa moja Trump akampigia simu Netanyahu na kumwambia kwamba kafanya kosa kubwa kupiga hilo eneo kwa sababu lina ushirika moja kwa moja wa Qatar, na Qatar ikumbukie kwamba ni mshirika wa Marekani na Marekani kawekeza katika eneo hilo. Kwa hivyo ni kama wanataka kumharibia Marekani katika masuala yake ya gesi. Mtazamaji, nadhani muweza kuelewa kwa uchambuzi huo. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kimetokea Trump na Netanyahu? Tayari umeshapishana kauli. Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.